Karibu msikilizaji wangu kwenye jukwaa la habari. Ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, na kukaribisha kwenye runinga yetu ya NBJC. Wengi wasema mimi Mwarabu, lakini mimi katoka Meru, mji wa nchi ya Kenya. Wengi wasema ziwa Victoria ni moja kati ya Kenya, Uganda na Tanzania. Natumai sikukosea niliposema kwamba ziwa Victoria ni kipande cha nchi ya Kenya. Wiki hii nilipiga mbizi kwenye bahari na kuwatega samaki mbalimbali. Najua wengi wenu mnangojea kusikia ni samaki ya aina gani, ila si samaki mnyama, ilhali ni samaki za kihabari. Tupate vidokezo. Leonard Wamuthenda kuipuka mbunge wa Mbeere Kaskazini hapo jana. Nauli kupanda hapa nchini Kenya. Kifo cha Rachel Wandeto. Wachezaji wa kandanda kutuwakilisha hapo jana. Wachezaji wa michezo mbalimbali hapa shuleni wanatarajiwa kutuwakilisha Ijumamosi na Ijumapili. Ligi kuu ya EPL kutarajiwa kukamilika siku ya Ijumapili. Habari kamili. Kwenye upande wa siasa, mambo yazidi kuwa magumu. Hapo jana, wengi walidhani kwamba Wamuthenda ataondolewa kuwa mbunge wa Mbeere Kaskazini, ila Wengi walidhani kwamba Wamuthenda ataondolewa kuwa mbunge wa Mbeere Kaskazini, ila aliweza kuwa mbunge wa Mbeere Kaskazini kwa kushinda kesi kotini. Hapa nchini Kenya, mambo yameharibika, kwani wiki hii nauli zimepanda kutokana na kupanda kwa mafuta ya magari. Ili likiwa ni ombi kutoka kwa madereva wa magari na pikipiki hapa nchini, wanamuomba rais kuwasikiliza na kuteremsha bei ya mafuta. Habari zilizokuwa zikigonga vyombo vya habari ni kuhusu kifo cha Rachel Wandeto. Rachel Wandeto yaaminika kuwa sababu ya kifo chake ilitokana na kuchora picha ya urais ili kurembesha mwili wake na kufurahi, ila furaha iligeuka kuwa kilio. Mama huyu yaaminika aliuawa kwa kumwagiwa asidi mwilini mwake. Rais Ruto asema kwamba huenda kifo cha Rachel kilisababishwa na Rigathi Gachagua, ambaye ni adui mkubwa wa rais. Rais adai kwamba kama Rigathi Gachagua ndiye aliyehusika, atalipia kwa hilo. Tupapae juu kwa juu kama tai mpaka kwenye habari za kispoti. Hapo jana, timu ya hapa shuleni ya kandanda ilihudhuria mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya Kianjogu, na kupata ushindi wa mabao 2-0. Weekend hii, wachezaji wa michezo mbalimbali hapa shuleni watatuwakilisha shule ya upili ya Kanyakine siku ya Ijumamosi na Ijumapili. Tukiwapa baraka kama mashabiki, hata kama hatukukata tiketi za kutua uwanjani Kanyakine. Natumai tutakuwa na mwanahabari wetu ajulikanaye kama Tush Junior atatuwakilisha na atakuwa akitupeperushia habari. Tunatarajia timu zote kupata ushindi na kuweka msingi mwema kuliko mwaka uliopita. Ligi kuu ya EPL inatarajiwa kukamilika siku ya Ijumapili. Wiki hii pia kandanda za ligi hiyo ziliweza kusakatwa. Mwana City kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Mwana Bournemouth. Arsenal kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mwana Burnley. Chelsea kupata ushindi dhidi ya Mwana Spurs kwa mabao 2-0. Siku ya Jumapili nyasi zitakauka,
kwani ligi hii ya EPL itakamilika siku hiyo. Wikendi hii kandanda katasakatwa siku ya Jumapili. Sunderland dhidi ya Chelsea, Brighton dhidi ya mashetani wekundu, Liverpool dhidi ya Brentford, Fulham dhidi ya Newcastle, Man City dhidi ya Aston Villa, Crystal Palace dhidi ya Arsenal na Tottenham dhidi ya Everton. Na ikifikia hapo sina budi kutia habari za Ijumaa kikomo, nikiripotia mitambo ya NBJC. Mimi wako Gwinji wa Magwinji, kukupakulia mchuzi wa habari kutoka kusini mwa mashariki mwa magharibi mwa Afrika na Uingereza. Mimi wako beki wa kupanda na kushuka. Jina langu ni Rashid Abdul almaruf Makul Ibraza.